Inakuwaje mtu anakupigia simu kila siku, anakutumia meseji, anajitahidi kuwa karibu na wewe, lakini hataki mahusiano? Saikolojia yake ni ipi? Na kwa nini mtu huyo anafanya hivyo? Na jinsi gani ya kujilinda dhidi ya watu hawa? Kwa sababu mara nyingi mtu anajitahidi kuwa karibu na wewe, pale unapojitahidi na wewe kuwa karibu naye, yeye mara nyingi anatoweka. Na mara nyingi hali waga inaumiza. Pale unapokuwa umeanza kumpenda mtu alafu kashangaa yule mtu anapotea, anakuwa yuko serious, waga inaumiza sana. Sasa leo nitakuonesha saikolojia ya watu hawa ambao wanapenda kupigia simu, anajitahidi kukutumia message kuwa karibu na wewe, lakini anaogopa mahusiano. Jinsi gani ya kujilinda dhidi ya watu hawa na jinsi ya kuwaelewa ni watu wa namna gani. Karibu sana, lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Okay, sasa sababu ya kwanza ya mtu kuwa anakupigia simu mara kwa mara na kutumia message lakini hataki mahusiano ni anapenda faida za mahusiano bila majukumu. Hii tunaita breadcrumbing. Unajua kisaikolojia mtu huyu anafurahia yale mambo mazuri yanayopatikana kwenye mahusiano, kama kuwa na mtu wa kuongea naye, kupunguza upweke, kupewa attention na ushauri, lakini hataki mzigo wa majukumu unaokuja na mahusiano rasmi. Ukweli mchungu ni huu, anataka uwe unapatikana kwa ajili yake, lakini yeye hataki kujifunga kwako, yani no commitment. Watu wengi ambao mara nyingi wanakuwa nakupigia simu, anakuwa nakutafuta mara kwa mara kutumia message lakini hataki mahusiano, anakuwa anatamani kupata ile ladha ya mahusiano lakini hataki majukumu. Unajua sasa hivi mahusiano ya sasa sana sana kwa wadada wanahitaji kupaka kucha, kusuka, kufanywa skin care na inahitaji gharama. Sio kama zamani unasema tu mimi na mahusiano na mtu fulani lakini hata jitoi. Lakini sasa hivi usipojitoa utajikuta yule mtu ambaye umemwachananiza kuna mtu anajitoa kwa ajili yake na hauwezi kuwa naye tena. Kwa mahusiano ya sasa yanahitaji mtu kujitoa. Sasa ile hali ya mtu kuogopa yale majukumu, anakuwa anajitahidi kukuweka wewe karibu ili kupata ile ladha ya mahusiano. Kwa sababu mara nyingi wanapenda wale watu ambao wanaweza kuwapa company ili kupunguza upweke, kupewa attention na mtu ili naye ajisikie kwamba naye ni binadamu, au kupewa ushauri. Ni mambo ambayo yanapatikana kwenye mahusiano. Sasa mtu anajitahidi kuyapata kwako lakini hataki mahusiano kwa sababu anaogopa majukumu. Ndio maana mara nyingi mtu anaweza kuwa anafanya hivyo kwamba anajitahidi kutafuta, kutumia message lakini kwa sababu ya kuogopa majukumu ya kwenye mahusiano kama kujitoa. Unajua mahusiano sasa yanahitaji kujitoa kwa muda, kwa fedha, kwa kila kitu. Sasa yale mambo mtu anaona hivi vitu mimi siwezi, au hivi vitu ni vigumu kwangu, au sitaweza. Kwao anakuwa anatumia mgongo huo wa kupata ile ladha ya mahusiano kwako na wewe kuwa unampa company ili akwepe majukumu ya kuingia kwenye mahusiano. Kwa saikolojia yake ya kwanza ni hiyo kwamba wanakuwa nakwepa majukumu ya kuingia kwenye mahusiano rasmi ambayo yanahitaji mtu kujitoa, kuwekeza muda wake, lakini pia kujikomiti, kusema kwamba mimi na wewe tutakuwa na malengo makubwa ya baadaye. Lakini sababu ya pili ni aina ya usalama wa kihisia. Tunaita avoidant attachment style. Kwenye saikolojia ya makuzi kuna watu wanaoitwa dismissive avoidant. Yani watu hawa wana sifa zifuatazo. Kwanza, wanatamani ukaribu na watu, ndio maana wanapiga simu. Lakini pia ukaribu huo ukizidi na kuelekea kuwa mahusiano rasmi, wanaanza kuogopa na kupoteza uhuru wao na wanaogopa kuumizwa. Hasa matokeo yake wanakuweka kwenye umbali ambao sio mbali sana ili wasikupoteze na sio karibu sana ili wasiumie. Hasa katika uunganisho au namna ya binadamu wanavyohusiana na watu wengine tunaitaga attachment. Kuna somo ambalo nishaliandaa, kama hujalisikiliza ni vizuri kalisikilize. Zipo aina 4. Kuna secured, kuna fearful na avoidant. Hao avoidant ni wale watu ambao utotoni walilelewa kwa mazingira magumu. Yani chukulia mfano mtoto yule ambaye anashinikizwa aoneshe upendo, akipata changamoto anasukumwa, anaambiwa nenda huko. Kwa hiyo aliona kwamba upendo ni kitu ambacho hakipatikani kwa urahisi, kwa akajifunza kujitegemea yeye mwenyewe. Yani wale watu ambao wanasemaga one man alone au one army au self care, wale watu ambao wanapenda self love, ni watu ambao wako kwenye hii avoidant attachment, kwamba ni watu ambao walijifunza kwamba upendo ni kitu ambacho hakipatikani kwa urahisi na wakajifunza kujitegemea wenyewe. Sasa ile hali toka utotoni mpaka ukubwani inatuathiri kwenye mahusiano yetu. Hasa watu, kwa mfano ukiona kwenye mahusiano unajikuta mnakuwa mnaongea, mna chat, lakini hataki mahusiano serious kwa sababu yeye anaona hicho kitu kitakuja kumfunga yeye, kitamnyima uhuru wake. Kwa sababu mara nyingi toka utotoni wameamini kwamba mahusiano ni kujitegemea wewe mwenyewe, yani kujifunza
ile hali ya kupambana mwenyewe, kwa sababu toka utotoni umejifunza hali hiyo kwa sababu ya kukosa upendo kwa wazazi. Kwa unapokuwa karibu naye anaona kama tishio, lakini pia akikuona tena kama unataka kutoka anakuwa anakutumia message ili usiondoke. Ndio wale watu ambao anaweza kaa siku 2 kama mahusiano yamekuwa serious sana, baada ya kuona nao umekaa kimya anakutumia message nimekumisi ili kukurudisha. Yani anakuwa anajitahidi asiwe mbali sana na asiwe karibu sana. Hawa watu ndio wanaitoga avoidant attachment. Kwa hiyo unaweza kuwa na mtu kwenye mahusiano ukaona anakuwa anafanya kazi hiyo, anakuwa anajitahidi kuwa karibu na wewe, alafu pia akiona ukaribu umekuwa mkubwa zaidi anapotea. Huyo mtu ujue kwamba ni avoidant attachment, kwamba sio kwamba hataki mahusiano, kwamba yeye hakupendi au wewe hauna thamani kwake, ila anaogopa kuumizwa, kwa sababu ameamini kwamba mahusiano au upendo ni kitu ambacho hakipatikani kwa urahisi, na amejifunza yeye kupambana zaidi. Ndio watu ambao wanapenda kukaa peke yao, akikosana tu na mtu anamblock, anazima au simu au anapotea kabisa. Ni watu ambao wamejifunza kupambana wao wenyewe. Ni haya mambo ambayo yametuasili toka utotoni. Yani unakuta mtu jinsi alivyolelewa imemwasili paka ukubwani. Kwa hiyo ndio sababu pia inaweza kumfanya mtu akawa hahitaji mahusiano, anajitahidi kutumia message lakini hahitaji mahusiano. Lakini sababu ya 3, unajaza nafasi ya upweke. Tunasema emotion validation. Mtu anaweza kuwa anakupigia simu kila siku sio kwa sababu anakupenda wewe kama wewe, bali kwa sababu anapenda jinsi unavyomfanya ajihisi. Unapokea simu zake na kuongea naye kwa masaa yote hayo, unampa uhakika kwamba yeye ni wa maana na anapendwa, yani attention, na wewe umekuwa kama tiba ya upweke wake na msongo wake wa mawazo, lakini sio chaguo lake la mapenzi. Unajua mtu mwingine anaweza kuwa anakutafuta wewe kwa sababu tu unampa company. Anakuwa anajihisi kwamba na yeye ni binadamu, kwamba anapewa attention. Unajua kitu kikubwa ambacho duniani binadamu wote wanahitaji ni kupewa attention, kutambulika, kuonekana. Tunaita validation. Binadamu wote wanapenda hicho kitu. Kwa hiyo unapopata mtu ambaye anaweza kumsikiliza, anaweza kuongea naye, anajisikia vizuri. Kwa hiyo sio kwamba eti anakupenda, ila anatamani tu kujihisi ile hali ya kutambulika na kueleweka kwa mtu fulani. Kwa hiyo ndio maana anajitahidi kukutafuta ili wewe umpe company, yeye asiwe mpweke au asijisikie kwamba yuko alone. Kwa hiyo anaweza kuwa karibu na wewe na kutumia message, anakutafuta ili tu ajicompensate, ili asiwe kwamba yuko alone, ili na yeye ajihisi kwamba na yeye ni binadamu wa kawaida ambaye anapendwa. Kwa hiyo wewe ndio unakuwa una feed ile sehemu ya upweke wake ili yeye ajisikie vizuri. Kwa hiyo unajikuta sana kutafuta mara kwa mara ili tu umpe company. Lakini sababu ya 4, anakuweka kama akiba. Tunasema benching au backup plan. Watu ambao wanacheza mpira wanaelewa vizuri kwamba wale wachezaji ambao wanakaa kwenye bench ni wale watu ambao wanasubiria mtu akiumia kwenye uwanja, yani kwenye mechi ndo anaingia yeye. Sasa hii tabia ya kuacha mlango wazi, anakupigia simu kila siku ili usimsahau na ili uhusiano wenu usife, huku yeye akiwa bado anatafuta mtu mwingine anayeona anamfaa zaidi. Akikosa mtu mwingine anajua wewe upo. Akipata mtu mwingine anaweza kupunguza mawasiliano ghafla kwa sababu ameshapata alichokuwa anakitafuta. Kwa muda mwingine mtu anaweza kuwa anakupigia simu mara kwa mara, kutumia message kwa sababu amekuweka wewe kama backup plan. Tunasema benching. Na mara nyingi hii inatokea sana kwenye mahusiano ya sasa. Yaani mtu anatafuta tu mtu awe naye tu kama kishikizo, akipata mtu anayemhitaji basi anakuacha. Na utajuaje? Ni pale ambapo mahusiano yanakuwa zaidi, anakuwa karibu na wewe, lakini ghafla anapopata mtu sahihi anaanza kupunguza ukaribu na wewe kwa sababu alichokuwa anakitafuta ameshakipata. Yaani mfano kwa mfano hao wachezaji wanapokaa benchi, mchezaji anapotoka akiingia yeye tayari hakuna tena benchi tena, tayari kashafiti mtu ambaye alitakiwa kuingia. Kwa hiyo mara nyingi inaweza kuwa hiyo sababu pia anakutafuta kila siku na kutumia message na kuwa karibu na wewe kwa sababu amekuweka kama akiba, yani benching plan, kwamba akikosa mtu anakurudia wewe, lakini akipata mtu basi anaachana na wewe. Lakini sababu ya 5, anapenda mchezo wa kusaka. Tunaita the thrill of the chase. Kuna watu wanaopenda ile hatua ya mwanzoni ya kufahamiana na kutongozana, tunaita dating phase. Simu za kila siku zinawapa mzuka na msimuko wa kumteka mtu, lakini wakishajua wameshakupata au umeshaanza kuwazoea, ule msimuko unaisha na hawajui jinsi ya kuendelesha, na hawajui jinsi ya kuendesha mahusiano halisi yenye ukomavu. Sasa hii mara nyingi imekaa kisayansi zaidi. Sisi binadamu ile
mwanzoni kabisa wa mahusiano kuna kuwa na homoni zinazalishwa kwa wingi, zinaitwa dopamine na oxytocin. Ni homoni za furaha zinazomfanya mtu ajisikie vizuri na mtu ampende mtu. Sasa zile mwanzoni zinakuwa nyingi zaidi, ndio maana mtu anakuwa anakuuliza swali, anapenda kupokea simu yako, anakuwa ukiongea kitu chochote anafurahi, anajisikia vizuri. Sasa mara nyingi kuna watu ambao wanapenda tu ile hali. Kwa hiyo ndio maana anakuwa anatamani kutafuta mazingira kuipata hiyo hali. Kwa hiyo unakuta na kutafuta, akishapata ukaribu na wewe, akishaona ile hali imeanza kupungua, huyo mtu anapotea, kwa sababu mara nyingi anatafuta ile hali ya kujisikia vizuri. Na mara nyingi hawa watu huwa unakuta anachukua namba hapa, anaongea na huyo mtu, akiona ameshaanza kuwa serious, sasa ile namna ya kuendeleza mahusiano au kuendeleza mahusiano anashindwa, ndio maana anapotea kabisa. Au akiona kwamba mahusiano yamekuwa serious sasa ya kuanza kujikomiti, anakimbia anaenda kutafuta sehemu nyingine ambayo anaweza kafili ile hali. Kwa sababu mara nyingi unajua ile hali inatokea mwanzoni, kwa sababu inakuwa kama ni changamoto, kwamba umempata mtu unaanza kufanya juu chini ili umpate. Na binadamu mara nyingi tunapendaga vile vitu ambavyo vinatupa changamoto, vile vitu ambavyo vinaonekana viko challenge. Sasa anapoona kwamba ile challenge imeisha, basi anatafuta sehemu nyingine ya kupata challenge. Na mara nyingi watu wenye tabia hii ni hatari, kwa sababu mwisho wa siku huwa hawatulii katika mahusiano ya sehemu moja. Ataenda sehemu hii, atarudi sehemu hii, na ataendelea sehemu hii, kwa sababu ya kujisikia ile hali ya msisimko ule wa mwanzoni wa mahusiano, kwa sababu ya zile kemikali ambazo zinazalishwa mwanzoni kabisa unapopata mtu ambaye unamhitaji au mtu ambaye unahitaji kujenga naye mahusiano. Sasa ufanye nini katika hali hii? Namna gani ya kujilinda na hali kama hii? Kwa sababu mwisho wa siku ukiendelea na mtu ambaye hana commitment na wewe, mwisho wa siku utakuja kuumia, kwa sababu mwenzako anakutumia kama backup plan, au mwenzako anakutumia kama kumpa company tu, yani tu mfanyie tu yeye ajisikie kama naye ni binadamu anaishi. Mwisho wa siku akipata mtu ambaye anamfanya ajisikie vizuri, na yeye atakuacha. Sasa namna gani ya kujilinda na watu wa namna hii? Kama upo kwenye hali ya namna hii na unaona inakuumiza au kupotezea muda, unaweza kuchukua hatua hizi. Hatua ya kwanza kabisa, weka mipaka. Tunasema set boundaries. Punguza upatikanaji wako. Sio kila akipiga upokee, na sio kila akitaka kuongea na wewe uwe na nafasi. Mfanye aone kwamba muda wako una thamani. Katika saikolojia ya uchumi, lakini pia kwenye mahusiano, kitu kinapokuwa kinapatikana kwa urahisi, thamani yake inashuka, yani inaonekana wa kawaida. Ndio maana dhahabu thamani yake iko juu, kwa sababu haipatikani kwa urahisi. Haya mawe kila sehemu yapo, hata sasa hivi ukitoka nje utayaona, kwa sababu yapo mengi na thamani yake iko chini. Kwa hiyo mtu wa namna hii unapokuwa unapatikana mara kwa mara, unajibu simu zake, unatuma message kwa haraka, akituma na yeye pale, wewe unakuwa unaamini kwamba ndio unamtengenezea ukaribu zaidi, lakini kiukweli ndio thamani yako inashuka. Na hapo mtu ataendelea kuona wewe kama backup plan yake. Lakini unapoanza kupotea, na njia nzuri ya kupotea, endelea na shughuli zako. Kwa mfano, kama kuna kazi unaifanya, jitahidi uimalize. Usiache hiyo kazi ukamjibu message, hapana. Jitahidi umalize kazi yako. Kama una shughuli fulani, imalizie. Unaweza kumwambia subiri kidogo, nimalizie kazi hapa ndo tutaongea baadaye. Tayari ataanza kuona kama wewe pia una mambo yako ambayo unaendelea nao, kwa sababu binadamu sisi tunapenda vile vitu ambavyo vinatupa challenge, vitu ambavyo vina thamani. Sasa unapotengeneza thamani yako kwa kutokupatikana kwa urahisi, tayari na yeye ataanza kuweka sasa jitihada za kuamua kwa sasa kwamba atakuwa committed na wewe au atakuwa mbali na wewe, ili wewe baadaye usije kuumia. Kwa sababu mwisho wa siku mambo kama ya namna hii yanakuja kuumiza watu, na watu wanajisikia vibaya. Unakuta mtu ameshamzoea mtu, ameshakuwa naye karibu, mwisho wa siku mtu anapotea, na inaumiza sana. Lakini hatua ya pili, kuwa muwazi. Mwambie naona tunawasiliana sana na mimi na ninaanza kukuzoea tofauti, au naanza kupata hisia tofauti. Kwa kuwa ulisema hutaki mahusiano kama alikuambia, itakuwa vizuri tupunguze mawasiliano haya ili niweze kuangalia maisha yangu ya mbeleni. Unajua njia nzuri ni kuwa muwazi, na hii ndio itakusaidia wewe yule mtu aamue sasa kwamba anataka kuwa karibu na wewe kwa mahusiano sahihi, yani yenye commitment, au ataacha kabisa kuwa na mahusiano na wewe, ili wewe usije kuumia baadaye. Mweke wazi. Mwambie naona tunawasiliana sana na unanitafuta, nimeshaanza kuhisi tofauti au kuzoea tofauti na kawaida. Kwa sababu uliniambia, kama alishakuambia, au naomba nifahamu kwamba upo na mpango wa kuwa na mahusiano na mimi, kama una uwezo wa kusema hivyo. Au unaweza kumwambia na jinsi ninavyoona, naona kama kuna vitu ambavyo sivielewi, naona kama kuna ukaribu ambao unazidi kuliko kawaida. Sasa unaweza kumweka wazi kwamba upo tayari kuwa na mahusiano na mimi, lakini kama hutaweza kusema hivyo,
unaweza kumwambia wazi kwamba kwa mfano labda alishakuambiaga kwamba yeye labda hapendi mahusiano, unaweza kumwambia kwa sababu ulisema wewe hupendi mahusiano kwa sasa, naomba tupunguze mahusiano haya ili na mimi niendelee na maisha mengine. Hiyo itakusaidia wewe kuwa huru, kwa sababu ukweli unamweka mtu kuwa huru. Na unapoendelea kuumia chini chini, unajisikia vibaya, hiyo ndio inakuja kukuumiza baadaye, kwa sababu ukiendelea kuvumilia, unaendelea kuongea na wewe mtu ule karibu kizidi zaidi, ndio maumivu yatakuwa makali zaidi. Lakini hatua ya 3, sikiliza vitendo sio maneno, au angalia vitendo sio maneno. Kama mtu anasema hataki mahusiano, muamini. Usikae ukifikiri kwamba simu zake za kila siku zitambadilisha msimamo wake. Sasa ngoja nikupe siri moja. Mwanzoni kabisa mwa mahusiano, kwa sababu kunakuwa na zile kemikali ambazo zinamfanya mtu ajihisi vizuri. Ndio maana hata hapo kwenye mahusiano, hata kama mtu alikuwa anakoloma huoni, hata kama alikuwa anaongea matusi, unaona ni kitu cha kawaida, tena unafurahia. Hata kama alikuwa mkali, unafurahia kwa sababu ya ile hali ya kujisikia vizuri, zile kemikali. Sasa hiyo ndio sehemu ya kutaka kumjua mtu, lengo lake kwenye mahusiano. Na hiyo ndio sehemu ambayo inaweza kufanulia wewe kwamba wewe mtu ataendelea na wewe au sio mtu ambaye ni sahihi kwako. Kuna muda mtu anaweza kusema kwamba mimi mahusiano ya sasa siyataki, au mahusiano ya sasa yanaboa, au watu wengi hawaeleweki. Yaamini yale maneno, yaamini anayosema. Usianze kuangalia tu zaidi maneno mengine kwamba yanayokuambia kwamba labda anakupenda, anakusamini, yale mengine ukayapuuzia. Lakini pia angalia na vitendo anavyovifanya. Vitendo vyake, kama anapokuwa anakuambia kwamba yeye anataka kuwa karibu na wewe, lakini unaona kabisa ni mtu ambaye hayuko committed na wewe, lazima uamini vile anavyofanya na maneno yake kwamba huyu mtu baadaye atakuja kuwa ni mtu ambaye sio mzuri kwako. Kwa hiyo angalia vile vitendo vyako anavyokuambia, vitendo anavyokufanyia, lakini pia sikiliza na maneno ambayo anayasema. Kuna maneno mengine ambayo anaweza kuyasema akakusaidia. Mtu anakuambia mimi kwa sasa mahusiano sitaki, lakini na matendo yake unaona kabisa huyu mtu hayupo tayari kwa ajili ya mahusiano. Yaamini, usiamini kwamba vile unavyozidi kuwa karibu naye, mnavyoongea ndivyo atabadilika akupende. Hiyo sio kweli. Mtu kubadilika waga anataka mwenyewe, sio wewe umbadilishe. Lakini jambo la mwisho kabisa, unastahili mtu anayekutaka kwa 100% na aliye tayari kuingia kwenye mahusiano rasmi na wewe, sio mtu anayekutumia kama kizibo cha upweke wake. Kila mtu ana haki ya kupendwa na kila mtu ana haki ya kusaminiwa. Usiwe kizibo cha mtu na ukawa kama backup plan ya mtu kwamba yeye anakutumia wewe kupata mtu mwingine. Una haki na yeye ya kupendwa, na una haki ya kupenda mtu ambaye anakusamini na kukuelewa na kukujali kwa 100%. Hebu niambie katika comment ni somo gani ambalo umejifunza katika kipindi hichi cha leo. Lakini kama kuna sehemu hujaelewa, unaweza ka comment sehemu ya comment section. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena kwenye somo linalofuata. Bye bye na uwe na siku njema.